Mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV, mimi ni Ayubu Amos, lakini pia nitakuwa katika huu mkutano wa mkuu wa wilaya ambapo atakuwa katika kijiji cha Ntobe, kata ya Ntobe wilayani Ngara mkoani Kagera, kuhakikisha kutatua na kusikiliza kero za wananchi mbalimbali ambazo wataweza kuzungumzia, lakini pia na kuweza kuzipatia ufumbuzi mbalimbali. Katika kipindi hiki utakuwa nami Ayubu Amos, lakini pia nyuma ya kamera utakuwa na Ganji Mashaka. Asante. Unavyoona tuko na wananchi wa kijiji cha Ntobe, kata ya Ntobe wilayani Ngara mkoani Kagera, ambapo leo kutafanyika mkutano mkubwa kabisa ndani ya kata hii. Nipende kuwakaribisha, lakini pia atajitambulisha, tuendelee tuzungumze mawili matatu. Mzee wangu karibu. Asante. Kwa majina naitwa nani? Kwa majina ni mchungaji Ayubu Kinuma. Umepokeaje swala hili la mkutano? Muda si punde mkutano unaanza. Nini wito wako kwa wananchi? Nimepokea vizuri kwa sababu tulihitaji kutusudi wananchi tutoe kero zetu ili serikali katusaidie. Okay, asante. Lakini pia hapa niko na mwingine. Karibu baba. Naitwa Geoffrey Minani, ni mwananchi wa kijiji cha Ntobe. Nafurahia ujio wa viongozi wa wilaya kwa ajili ya kusikiliza kero za wananchi. Leo hii tunaona mkuu wa wilaya anaandaa mikutano mbalimbali. Leo hii amefika kata Ntobe. Nini wito wake kwake, lakini pia nini wito wako kwa serikali katika swala zima la huduma ya kijamii? Kwanza tunashukuru ujio wa mkuu wa wilaya, lakini pia tunashukuru ujio wa viongozi wengine kwa ajili ya kusikiliza na kutatua kero za wananchi, tukitarajia kwamba baada ya mkuu wa wilaya kuondoka, zile kero zitakazokuwa zimetolewa zitafanywa kazi. Hapa tumalizie kabisa, hapa tunamuona sister. Dadangu karibu, kwa majina naitwa nani? Kwa majina naitwa Sofia Suleiman. Leo hii kuna muda si punde tunaanza mkutano wa kata ama kijiji. Nini wito wako kwa wananchi pamoja na serikali katika swala zima la maendeleo? Wito wangu kwa wananchi ni kuhamasisha waweze kusikiza vizuri agenda ambazo mheshimiwa ambazo atakuwa amekuja nazo, pia na kutoa changamoto katika kitongoji chetu na kijiji chetu. Okay, asante. Huyu hapa kwa kumaliza kabisa leo nimkaribisha dadangu, karibu, kwa majina naitwa nani? Kwa majina naitwa Jennifer Simeon. Leo hii kuna hivi si punde mkutano wa mkuu wa wilaya utaanza katika kijiji hiki. Nini wito wako kwa serikali na viongozi katika swala zima la maendeleo? Wito wangu labda ningeomba kwamba kama hivyo walivyoitisha mkutano huu, wawe makini kusikiliza kero za wananchi na wazitatue kwa wakati. Okay, asante. Okay, asante. Tumalize na kijana hapa. Katika swala zima leo hii muda si punde tutaanza mkutano wa kijiji cha Ntobe, kata Ntobe wilayani Ngara mkoani Kagera. Nini wito wako kwa wananchi na serikali katika swala zima la maendeleo, lakini pia katika utatuzi wa kero mbalimbali katika kijiji hiki? Karibu. Kwa jina naitwa Jafeti Karoli, mkazi wa kitongoji cha Msomba. Wito wangu ni kwa ajili ya maji hatuyaoni kwa wakati. Asante. Na hivi ndivyo mkuu wa wilaya anavyoingia, anasalimia wananchi, lakini pia ameambatana kamati ya ulinzi na usalama, ndo anaingia anasalimia watu. Naona kabisa watu wanashangilia, wanafuraha kweli kweli. Na hivi ndivyo anavyoingia katika mkutano huu, lakini lengo kubwa ni kusikiliza na kutatua kero za wananchi. Lakini pia ameambatana na kamati ya ulinzi na usalama, viongozi mbalimbali kutoka idara mbalimbali, kuhakikisha kuwa kila kero iliyoko mahali hapa inatatuliwa kwa weledi wa hali ya juu. Na mimi ni Ayubu Amos, na hii ni Dar es Salaam, mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV, na hivi ndivyo tutakavyoendelea kusikiliza kile kitakachokuwa kimelengwa. Na mimi ni Ayubu Amos, na hii ni Dar es Salaam Tanzania TV, tunakwambia tumekusogezea dunia. Machache sana. Baada ya hapo nitawapa ruksa ipo ya kuongea ili mradi usitukane mtu. Tumia lugha ya kistaarabu nzuri tu kueleza changamoto, shida zako. Tutakusikiliza, majibu yapo. Hawa wote hawa wameacha kazi zao, shughuli zao maofisini. Nikasema pendeni Ntobe. Kwa maana tuko hapa, si ndio? Hiyo itieni nafasi. Sio kila siku tutakuja Ntobe. Haiwezekani. Tunazunguka wilaya nzima, kata zote 22, vijiji 75, vitongoji 389 na mitaa yake kote tunapita. Sasa usifikiri kesho tena tutarudi Ntobe. Haiwezekani. Tunaelewana? Wilaya yote hii Ngara ni ya kwetu.
tumieni hii nafasi leo mmeipata. Mkuu wa wilaya yupo, mkurugenzi yupo, wakuu wa idara wapo, wataalamu wote wapo, makamanda wapo. Kuna changamoto ya ulinzi na usalama, sema. Tunakamatwa, tunapigwa, sema. Kuna mauaji hayaeleweki, semeni, na yapo. Wanayasikia Ntobeye, yapo. Uongo kweli? Mseme. Shida ni nini? Chanzo ni nini? Mseme. Ndio maana leo tuko hapa. Tunaelewana wakubwa? Hey. Na viongozi wenu wapo. Serikali ya kijiji iko hapa. Mabarozi wapo. Si ndio? Tumeletwa kwa ajili hilo, ulinzi na usalama wa mipaka yetu. Ntobeye tuko mpakani, uongo kweli? Tuko mpakani tena na nchi ngapi? Burundi na wapi? Na sisi wenyewe jumla 3. Tuna dhamana kubwa sana wana Ntobeye. Tunaelewana? Na ndio maana tunalazimika kuja Ntobeye kukumbushana. Ni sisi tunapaswa kuibeba hiyo dhamana wana Ntobeye, ulinzi na usalama. Lakini niwapongeze kabla sijaendelea. Hongereni sana. Makofi basi jamani wana Ntobeye. Kwa nini nasema hivyo wana Ntobeye? Tuko salama. Kuna utulivu, kuna amani ya kutosha. Pamoja na kuwa na majirani hawa wawili, lakini sisi bado tuko shwari. Kwa hiyo sio dhamana tu ya sisi wana Ntobeye, ni dhamana pia ya wilaya Ngara, lakini mkoa wa Kagera na nchi ya Tanzania. Tumebeba hiyo dhamana. Kwa hiyo sio dhamana ndogo tulionayo wana Ntobeye. Tunabeba dhamana ya nchi nzima, nchi ya Tanzania. Mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tumeibeba wana Ntobeye. Ntobeye hoye! Hoye! Kwa hiyo tusiwepo hapa Ntobeye eti tukichukulia poa tu ili mradi kuna kucha mchana tunafanya kazi zetu. Hapana. Tunalinda mipaka ya nchi yetu Tanzania. Na ndio maana hali iko salama. Ulinzi huo unaenda sambamba na vyombo vya ulinzi na usalama. Jeshi la wananchi lipo, lina kiteule pale Mgoma sio mbali. Lakini Rusumo hapa kwa upande mwingine wapo Mrusagamba, wapo Bugarama, wapo K9, wapo pale Mafiga Matatu Kasange tulikuwepo juzi, wanaimarisha ulinzi na usalama. Nyinyi ni kufanya kazi zenu na kusaidia. Mna taarifa fulani ambazo sio za kawaida. Kuna chokochoko fulani, kuna dalili za chokochoko, ni kuwapa wenyewe ambao sasa wanabeba lungu lenyewe la kuhakikisha tuko salama mipaka yetu na sisi wenyewe. Uongo kweli? Wapo hapa Date Kamanda, njoo kamanda, njoo. Huyu hapa anaitwa Sendeu, ndio mkuu wa kiteule kile cha Mgoma. Huyu hapa Kasange pale kuna kiteule, kuna askari wetu wanaangaliana na askari walioko Rwanda, walioko Burundi na sisi hapa katikati. Kuna bonde, kuna mto Kagera unaendelea huo mpaka wapi? Wapi? Uko Rusumo unaungana na mto Ruvuvu, mto Kagera mpaka ziwa Victoria. Kamanda yuko pale na askari wake wako vizuri. Kiteule hicho mpaka huku Ntobeye mmo. Wanafanya nini? Na ninyi wananchi wa Ntobeye mnatakiwa kufanya nini ili askari wetu wanajeshi tuhakikishe wanafanya kazi zao vizuri bila changamoto? Kamanda, kwa dakika moja, karibu. Sikilizeni kamanda. Ntobeye wi. Wi. Sawa, kama mlivyoambiwa na pande, mimi naitwa Second Lieutenant Sendeu, ni Date Kamanda wa kiteule cha Mgoma. Miongoni mwa majukumu ya msingi ambayo jeshi la wananchi tunao ni pamoja na kulinda mipaka ya nchi yetu. Lakini sio tu kulinda mipaka, ni kulinda mipaka dhidi ya adui. Wazi? Wazi. Tunalinda mipaka dhidi ya nani? Dhidi ya adui. Lakini huyo adui anaweza kuwa adui anayeonekana au adui asiyeonekana. Ni wazi? Hivyo basi, katika kutekeleza hilo jukumu tuna wajibu wa kushirikiana na wananchi, kwa sababu nyinyi wananchi ndio jicho letu. Yaani sisi ni kama tembo
tembo si ana mwili mkubwa, lakini akiwa ana jicho anaweza kufanya kazi? Amna. Sasa nyinyi ndio jicho la jeshi la wananchi. Nyinyi ndio wanatakiwa muone, mnaona na kusikia. Mnaposikia jambo fulani au mnapoona jambo fulani ambalo mnaona ni wazi kabisa kwamba ni kiashiria cha chokochoko au kiashiria cha adui, ni wazi tukashirikiana kupeana taarifa wazi. Channel zipo, kuna uongozi wa kuanzia ngazi ya kijiji, kitongoji mpaka sisi huku. Namba zetu za simu zipo kila sehemu, kuna migambo tunashirikiana. Kwa hiyo popote pale tutakapokuwa tumeomba taarifa zozote au hata kama hatujaomba, wewe unapoona kwamba una taarifa fulani zinaweza kutusaidia, naomba ushirikiano wazi. Asante Kamanda Sendeu. Jamani, tumemsikia kamanda. Ndio mkuu akiteule, makofi kwake ya kutosha. Wanajeshi wetu wapo, ndo kazi zao kulinda mipaka. Na sisi ndo maana hamna chokochoko za adui yeyote. Tumetulia. Sisi kazi yetu ni kufanya kazi zinazotuhusu, kulima, shughuli za kiuchumi, kufuga ng'ombe, kupeleka watoto shule. Jambo la pili ambalo linaungana na hilo la usalama wa mipaka yetu na sisi wenyewe ni kwamba tumekuwa na tabia Wanantobe, Wanangara, tunakaribisha majirani zetu bila kufata utaratibu kutoka nchi jirani, hata nisipozitaja mnazijua, tuko nazo hapa, tunatembeleana. Tunawakaribisha bila kufata utaratibu wa kisheria uliopo. Ni kwamba ni marufuku. Tuko na mtaalamu wetu afisa uhamiaji, atakuja aeleze vizuri. Ni marufuku, narudia tena, ni marufuku. Tunajiendekeza sana eti vibarua vya kulima. Hatutaki kushughulika sisi. Hatutaki kulima sisi Wanangara. Tunataka waje wahamiaji haramu watulimie, ili baada hapo tuwape ujira kidogo, na ndio maana tunawapenda kwa sababu tunawalipa kaujira ambako ni kawaida kadogo hivi. Sisi wenyewe hatutaki, tunarahisisha tu. Jamani, hili swala linagusa ishu ya usalama wetu sisi wenyewe na mipaka ya nchi yetu. Nimetangulia kusema Wanantobe tuko mpakani. Tuko mpakani. Swala la ulinzi na usalama wa mpaka wetu na nchi jirani, sisi ndo namba moja. Wananchi Wanantobe mkishirikiana na vyombo, jeshi la wananchi, uhamiaji, polisi, vyombo vyote, lakini namba moja ni wananchi. Tunaelewana wakubwa? Sauti mbona zinapungua tena? Sauti za ile changamoto ya maji zimeisha tena. Ulinzi na usalama ni wa kwetu. Wahamiaji haramu tunawakaribisha, ni marufuku. Mnielewe. Tumeshaanza operation ndugu zangu. Tutaonana wabaya kwa hili. Mnielewe. Operation inaendelea. Ni marufuku kumleta mhamiaji haramu kutoka nchi jirani bila kufata utaratibu ambao ni rasmi wa kiuhamiaji. Jeshi letu, idara yetu ya uhamiaji ipo kwa ajili hiyo, na tuko karibu kila sehemu. Nenda Kabanga basi, kaeleze uhamiaji, ninahitaji vibarua kutoka nchi jirani 20. Majina yao haya, wawe registered, upate utaratibu wa wao kuingia, wakae kwako, wafanye kazi zako. Wakimaliza kwa huo muda ambao umepewa na uhamiaji, wanarudi kwao kwa utaratibu. Ninyi mfuati hayo, unajamulia tu, unaenda huko, kwa sababu na wao wanajitahidi sana kuingia kwetu kwa njia ambazo sio rasmi. Wanavuka tu, wapo wengi. Inawezekana hivi ninavyoongea kwenye mkutano jirani wako wengi tu humu. Ndio ndio maana nikianza kuuliza NIDA hapa, chali, hali ni mbaya. Vibarua wamo wengi tu kutoka nchi jirani, mko humu. Na kibaya, mkifika humu amfanyi hata monitoring ya hawa watu, mnawaacha wanazunguka wenyewe, wanaanza kupiga mimba mabinti zetu, wanazalisha. Mwaka mmoja wa pili na wenyewe wanaanza kusema ni Watanzania, ni wahangaza, ni washubi, tunaomba NIDA. Haya, wakiambiwa haya, wewe ni Mtanzania, ni mwangaza, hamna shida.
za kupata NIDA ni 1, 2, 3. Mojawapo, lete NIDA ya mama, ya baba, ili na wewe uqualify kupata kimoja. Hawarudi kimoja, si anajua mama yuko Muyinga Murundi, mwingine yuko Giteranyi, si ndio hivyo? Haya, babu alifariki, tupeleke makaburi ya babu ya bibi, hamna, yako Muyinga, yako Giteranyi, yako Chankuzo, yako Bujumbura. Tunaelewana? Mnabaki sasa kununika, tuna NIDA, tunaonewa, tuna NIDA. Hamna sifa. Tumechanganyikana mno. Ndio maana mnakosa sifa za kupata NIDA. Tobe oye! Ndio.